Nikiangalia kiwango changu cha kocha Patev, kwa sababu hapa nitaanza kumzungumzia Patev. Patev ameonyesha mechi ya kwanza, ameonyesha kitu kikubwa sana, haina namna ya kuwatumia wachezaji. Lakini mechi ya pili ni hii leo. Mechi ya leo imeonyesha kwamba bado kuna kashida. Shida iko wapi? Kuna shida namna ya maelewano ya wachezaji, hasa kuanzia kwenye safu ya namba 8 kwenda kule mbele katika sehemu ya finishing. Unajikuta kuna mchezaji ambaye ni striker, sawa? Striker alidribble mpira ambaye ni Soa. Dakika mwishoni alitoa pasi, lakini ile dribble yake ilikuwa ni dribble ya alianzisha shambulizi la kwenda kushambulia kupata goli. Lakini mwisho siku alipomrudishia Kibu Denis yeye hakuchukulia kama hii ni dribble ya kwenda kufunga, ni dribble ya shambulizi. Akaopozesha mpira akarudi chini wapi? Nyuma, hadi mpaka striker akakasirika. Sasa haya tuna madhaifu haya, tumeangalia mchezo wa leo. Kibu Denis ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana, lakini nikimwangalia hana mfululizo wa performance. Ndio shida ambayo kidogo inachoangalimu Kibu Denis. Yaani performance zake zinakuwa za mechi kwa mechi. Anaweza kacheza leo vizuri, alafu kesho asicheze vizuri. Na ndio maana tunajikuta kwamba anashindwa kuwa mchezaji ambaye wa kuimbwa zaidi kwenye klabu ya Simba. Tofauti na kama kijana wetu ambayo ni MVP wetu, sawa? Yule kila mechi lazima kuna kitu anakuonyesha, lakini yeye hicho kitu hana. Kila hatua tunayotoka ama tunayoiendea inakuwa ngumu kwa namna moja ama nyingine. Safari tulikotoka tunaweza kusema safari kwa nyepesi. Tunakwenda hatua ya makundi. Hatua ya makundi binafsi naweza nikasema ni ngumu kuliko tulikotoka. Unaitazamaje hatua ya makundi? Ni kweli, kwa sababu hatua ya makundi ni hatua ambayo ni ngumu, wala si utani. Kisoka au mpira wa miguu inafahamika, sababu tunaenda kukutana na kila mmoja ni mbabe. Na hatua ya makundi na pia ina uzuri wake. Uzuri wake nini? Ni kwa sababu sio kwa alama tatu. Hatua ya makundi ni alama ya duara. Sasa Simba tuna uzoefu mkubwa sana kucheza hiyo hatua ya makundi, lakini tukiangalia hao wachezaji ambao tuliokuwa nao, mimi nawahakikishia kisoka, sizungumziki mapenzi, kama kocha Patev wajina wangu ataweza kuwatumia vile ipasavyo. Ukiwaangalia katika usajili ambao ulifanyika, kuna baadhi ya wachezaji wana skills kubwa sana katika mpira wa miguu kwao, hata akili yao, sawa? Wakichukua mpira, wanapopokea mpira, wanapotoa pasi, wanapo dribble, sawa? Ukimwangalia kama Nabii Kamara akiwa anapokea mpira, hata mpira ukiwa una kasi kama risasi, lakini ukifika kwake unatulia kama maji katika mtungi. Lakini pia akitoa pasi yake atoi pasi kwa bahati mbaya. Maana yake nini? Kwamba ni miongoni mwa viungo ambao akiwatumia vizuri. Lakini pia tunamwona hata Mahema anavikosa vidogo sana. Mahema ana vitabia vidogo vya kupenda sana kurudisha mpira nyuma. Kuna movement ambayo kwamba haipaswi kurudisha nyuma, yeye anarudisha nyuma. Ni nzuri, lakini sasa tunapoenda kutaka matokeo, ni lazima kwamba tunaposema movement hii ya kushambulia twende mbele tu. Sasa kikubwa ni kocha Patev anapaswa kuwaunganisha kuanzia nambari 7, nambari 10, nambari 9 na nambari 11 na nambari 8. Nambari 8 na nambari 10 na nambari 11 na nambari 7 wajue majukumu yao. Unajua shida bado majukumu yao wajue kwamba sisi tunacheza katika mfumo upi. Na lazima naye pia tujue kwamba mashambulizi yetu yanapitia wapi, tunaanzishia wapi na kwa nani. Okay, tunarudi nyumbani. Tunarudi kwenye ligi kuu. Bado haujajipanga. Bado muunganiko bado haujakaa sawa. Kazi inaendelea. Unajitazamaje pia nyumbani? Sikuwa na lengo baya kusema, sio kwamba sijajipanga. Nimezungumzia namna ya wachezaji walivyo. Yani tunasema, unajua tunaposema muunganiko ni hisia. Muunganiko wa soka kuna kuwa na hisia ambazo kwamba bwana Kapombe akiwa na mpira, sawa, yule nambari 7 tayari ashajua kwamba Kapombe na mpira, sawa. Sasa kwa uwezo wa kocha Patev,
mechi hizi mbili nilivyoangalia, Patevi hana uwezo mkubwa sana. Tuacheni utani. Huyu kuitwa meneja hajakosewa. Tunaenda kucheza mechi na hawa Tabora sasa wanaita nini? Sio wanaitwa sijui Beng nini TRA. Sawa? Tunaenda kucheza na TRA. Patevi anaenda kuwahaibisha TRA. Na mimi niwahakikishie, Patevi atasumbuka sehemu ndogo sana, lakini hawezi kusumbuka na hii ligi ya ndani. Kwa wachezaji hawa, mimi niwahakikishia wa Tanzania, nawahakikishia na Simba, ni kisoka kabisa hiyo 3 years. Sawa? Tuna kila sababu ya kujivunia hawa wachezaji. Makosa kwenye mpira wa miguu ni issue kawaida sana, ila makosa yasifanyaje, yasizidi. Ila tukiangalia mpaka sasa hivi Simba makosa hayajazidi. Mchezo nyumbani tumeucheza, tumeonyesha pamoja, kila mmoja anasema tumecheza kiwango cha chini. Ukiangalia ni kweli, yani ukiangalia kimpira kweli leo tumecheza chini ya kiwango, lakini tukienda katika upande mwingine tulikuwa tunahitaji nini leo? Unaitazamaje safari yako ya ligi kuu? Ubingwa unauona ukiwa mkononi mwako ama bado ni mapema kusema? Tukisema ubingwa nauona katika mikono yangu, naweza nikaongopa au naweza nikapatia. Najua ubingwa hatuwezi kutabiri leo, kwa sababu kocha Patevi hii ndio kwanza mechi yake ya pili. Tunataka tumwangalie kocha Patevi ndani ya mechi 3, 4 mpaka 5 haweze kuitengeneza timu iwe katika mfumo wake ambao Patevi anaohitaji, wachezaji waweze kumuelewa nani kocha. Sasa nikisema tunaweza kuchukua, hapana. Hatuwezi kuchukua, ni hapana. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Tunaweza kuchukua ubingwa au tusiweze, kwa sababu tuangalie kwanza. Timu kadhaa imepita hapo nyuma, umekuwa na kauli hiyo, wewe unatengeneza timu yangu chemistry bado haijakaa sawa. Nini dhima yako haswa? Ni kujaribu kuendelea kujaribu au unaogopa kutoa ahadi ukihisi kwa kwamba pengine mbele ya safari kaibika? Sasa katika mpira wa mguu, unajua msimu uliopita tumetoa, yani tulikuwa na wachezaji wapya takriban 10. Sawa, tulikuwa tunatengeneza timu, lakini pia ikatokea tena dosari. Unajua nchi dosari katika soka nchi kawaida, ikatokea dosari. Msimu huu tumewaondoa wachezaji takriban 9. Sawa, na tumeweka wachezaji takriban 10. Mwacho kitu Kwa hiyo maana yake nini? Bado hatuwezi, kwa maana soka yote hawezi kusema kwamba tunachukua kombe, kwa sababu tayari una wachezaji wengine wapya. Mechi ikianza wachezaji wapya na wa zamani wako nusu kwa nusu. Ulikuwa na playoff, wachezaji hao umekaa nao, umewaangalia, umefanya nao mazoezi, unaohanga nao, unaenda nao vitani. Leo bado unasema kwamba bado unajipanga? Vita, yani mazoezi au friendly match na match ni vitu tofauti. Kwa hiyo hicho kitu lazima Watanzania tufahamu, na mwandishi lazima ufahamu. Tunapocheza match maana ni vita iliyokamilika. Yani ndani ya mechi, ndani ya pitch pale, mechi yenye point 3. Mchezaji yuko lazima kutoa shingo wewe. Lakini baada ya mechi kumalizika, marafiki. Lakini ndani ya dakika 90, ile ni vita kali kabisa. Lakini sasa friendly match ina maana ni mchezo wa majaribio, lakini tucheze kifea. Usimtengezee mwenzako majeraha. Kwa mazingira hayo sasa tuseme kwa kwamba bado unajipanga, kusema kwamba ubingwa unaweza kuchukua wa ligi kuu ni mapema sana. Tuna asilimia zaidi ya 51. Niseme tu kweli sasa, nafikiri unachokitaji. Tuna asilimia 51 Simba kuchukua ubingwa msimu. Mpaka sasa hivi sisi tumecheza mechi 2, tuna point 6. Sawa. Ni mtu ambaye sisi katika nchi ambayo tunamwazia ni mtani wetu. Sawa. Tunayemwazia, kumwogopa maana sisi tumogopi. Tunayemwazia, unajua kuna yule unamwazia, mimi simogopi mtani wetu. Tunayemwazia ni mtani wetu. Sawa. Azam juzi katoka kuzungumza, anakutamani sana na anakusubiri kwa hamu. Yani kukuadhibu ili kukuadhihirisha kwa kwamba na yeye ni miongoni mwa. Sasa klabu ya Azam FC. Azam FC wale wenyewe miaka yote wanakuwa ni wazembe wao wenyewe. Katika miongoni mwa klabu ambayo ilipaswa kufanya vizuri zaidi, sawa, nchi hii pasipo na janja ni klabu ya Azam. Lakini wenyewe wale, mimi sasa kitu wazungumze, wale wenyewe sawa ndo wanapoteza tonge mdomoni wao wenyewe miaka yote. Sasa klabu ya Azam haipo kwa ajili ya mashindano ya kuchukua ubingwa. Wale wapo kwa ajili ya kutuonyeshia mpira yetu, sawa, wapo kwa ajili ya kutoa burudani. Kwa hiyo Azam hawezi kuzungumza, labda iwe basi wamefanya mabadiliko
na baada ya kumleta kocha ambaye mwenye uwezo mkubwa, miongoni mwa kocha ambaye nawaheshimu sana. Sawa, na sio mimi tu, mtu yoyote Afrika hii, sio Tanzania, ni Afrika mzima, asio mheshimu kocha huyo Libenge. Libenge miongoni mwa kocha bora sana Afrika hii. Ukiwataja makocha 7 bora, Libenge naye pia yumo. Mimi nikutakie kila laheri, furaha njema ya ushindi wa leo jioni. Tukutane ukiwa unapambana na TRA. Ila asije akamfunga nani KMKM goli 7 hakazani kwamba KMKM ile ni Simba Sports Club. Simba ni kiama. Yaani Simba hii apate hivi na mpa taarifa, mpeni taarifa. Simba hii apate hivi. Mtu yoyote kukutana nayo, yani ni sawa, amekutana na Israeli mtu walo. Asante sana. Asante. Shukrani sana. Bwana naomba na